So, tuanze na Simba. Wakati wanaanza build up eneo la nyuma, wanakuwa na watu watatu nyuma: Roshain, Hamza, Karabu na Kagoma au Kante. Mmoja wapo anashuka chini kuifanya build up yao ifanikiwe kuivuka pressing ya Yanga, na walifanikiwa. Tatizo likawa kwenye idadi ya wachezaji, hasa wakivuka mstari wa kati. 2. Simba wakifika kwenye eneo la mbele walikosa idadi nzuri ya wachezaji. Yanga walishinda wao mapambano yao, na ile ya pili. Plan B ya Simba ikawa kutumia mipira mirefu kwenda kwa mawinga wao, na walifanikiwa kufika eneo la mwisho. Tatizo ni ufanisi ukawa mdogo mbele ya goli. B. Yanga walifanikiwa wapi? 1. Bila mpira waliweka pressure vizuri kwenye mpinzani na kuzuia space vizuri eneo la ndani. Viungo watatu walitoa msingi sahihi kwa Yanga kuzuia eneo la kati, na wakiwa na mpira walifika eneo la mwisho kwa pateni nzuri, fanya mpira utembee kwa haraka. Walikuwa na rana wengi eneo la mbele. Kivipi? 2. Muundo wa Yanga 2-4. Wakati wanaanza build up, na ulitoa msingi sahihi kwa Yanga kuivuka pressing ya Simba yenye wachezaji watano. 6 vs 5 rahisi kwao, changamoto kwao ni Yanga walikosa kiungo mwenye ubunifu. Kulikuwa hakuna accuracy nzuri ya utengenezaji wa nafasi kwenye eneo la mwisho. Kipindi cha pili, nafikiri Folezi alifanya mabadiliko ya kuamua mchezo. Dumbia kwenye namba 10. Tukaanza kuona nafasi zikitengenezwa kupitia maeneo yote pembeni na katikati. Walikuwa na idadi nzuri ya wachezaji eneo la mbele. Noti 1. Iriki kwa kazi na kiwango alichoonyesha, hakupaswa kuwa katika timu iliyopoteza mechi. Very good performance. 2. Izra kiulinzi anafanya vitendo vingi vya kiulinzi kwa usahihi, positional, interceptions na tackling. 3. Kibdi anafanya vitu vingi kwa usahihi, ila utulivu katika action ya mwisho. 4. Pacome sio mechi bora, lakini ikasimama na kuhesabiwa katikati wakati sahihi. 5. Andambwile mechi bora, kacheza vizuri jana. 6. Diara kaonyesha tena kwa nini ni kipa bora sana. 7. Mara 6 mfululizo, na lini itaisha hii? Simba wenyewe ndio wanajua. Fit Yanga Sport 1, Simba Sport 0. Na hii ni Naomi Sport TV. Endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Naomi Sport TV. Endelea kutufuatilia, share, subscribe kisha like channel yetu. Nami ni Sport Lady, hadi wakati mwingine, bye bye.